Karibu wapendwa watazamaji, na wakaribisha kufuatilia makala hii iliyoandaliwa na jumuiya ndogo ya Mtakatifu Felix wa Nola, miongoni mwa jumuiya 4 zinazopatikana katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Katika makala hii tutaangazia mambo mbalimbali hasa yanayohusu utume unaofanywa na jumuiya ndogo. Jumuiya hii ndogo inapotumwa kwenda kushirikisha upendo wa damu azizi katika kituo cha watoto yatima kinachopatikana kilomita 6 kutoka chuo hiki hadi Mgolole. Wapendwa, mimi ninayekupatia ufupisho huu ni Fratelli Carlos Joshua Nachihangu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo province ya Tanzania. Tunapofika katika kituo hiko kinacholea watoto yatima, shughuli kubwa tunayoifanya ni kufanya usafi wa mazingira, kucheza nao watoto, kuonyesha upendo wa kibaba, kuwafundisha mafundisho ya kiroho, lakini pale tunapoweza kuwasaidia mahitaji ya kimwili. Lakini pia katika jumuiya kubwa tunafanya mambo mbalimbali ikiwemo kushiriki au kutoa tafakari zinazohusu maisha ya kiroho na hata vile kushirikisha wenzetu
juu ya ukuaji wa kiakili na kimwili, kama kuwashirikisha katika michezo, kuwashirikisha katika tafakari mbalimbali za kiroho. Mlezi wa jumuiya hii ni Father Francis Bartolone, Father wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jumuiya hii ina jumla ya wanajumuiya 15. Kituo hichi kinacholea watoto kinachukua watoto wachanga, hasa walio katika mazingira magumu ya kimaisha, aidha wazazi wao wote wamefariki, aidha wazazi wao wana utindio wa akili, aidha pia kama mmoja wa wazazi hana uwezo wa kuwahudumia watoto hao, wengine wale waliotelekezwa na wazazi ama jamii. Wapendwa, tunapowakaribisha katika kufuatilia makala hii fupi, tunapenda kuwaomba pia kujifunza ni mambo gani ambayo jumuiya inashiriki kule inapotoka nje ya mazingira yetu, lakini pia inapokuwa ndani inashiriki mambo gani. Tumsifu Yesu Kristo. Felix Wanola, Gaspari del Bufalo, watakatifu wa Mungu, tuimbe kwa shangwe, kwa heshima. Shangwe, shangwe, shangwe. Felix Wanola, rafiki wa maskini. Shangwe, shangwe, shangwe. Tuishi upendo kama ulivyotuonyesha. Felix Wanola, tuombe. Mtakatifu wa Mungu, tuongoze. Felix Wanola, mnyenyekevu wa kweli, hukupenda mali, ulimchagua Kristo. Katika mateso hukukata tamaa, imani yako ikawa mwanga wa wengi. Uliwapa tumaini waliokata tamaa, uliwafariji masikini kwa upendo. Maisha yako yakawa injili hai, yakimshuhudia Yesu milele. Shangwe, shangwe, shangwe. Felix Wanola, rafiki wa maskini. Shangwe, shangwe, shangwe. Tuishi upendo kama ulivyotuonyesha. Gaspari del Bufalo, mtume wa damu takatifu, ulimtangaza Kristo kwa ujasiri, uliunganisha mateso na wokovu, ukimtukuza Yesu aliyesulubiwa. Katika damu ya Kristo tukapata uzima, katika damu yake kuna faraja. Felix na Gaspari, sauti moja ya upendo, sadaka na wokovu. Tufundishe kunyenyekea, tufundishe kupenda, tufundishe kuhudumia bila kuchoka, kama Felix, kama Gaspari. Jumuiya ndogo ya Felix Wanola, tunaishi injili kwa matendo, tunawafariji watoto kwa upendo, tunawasaidia kwa furaha, tunawapenda, tunawafundisha dini ya kweli, tunaonyesha njia ya Kristo.
kwa michezo, nyimbo na mafundisho. Tunajenga kanisa la kesho. Watoto wa Mungu tunawapenda, Kanisa hai tunawapenda, nawapenda. Watoto wa Mungu tunawapenda, tunawapenda. Felix Wanola tuombe sasa, Gaspari del Bufalo tuongoze daima, katika shangwe, katika huduma. Tumsifu Mungu kwa maisha yetu. Shangwe, shangwe, shangwe. Amina, amina, amina. Mpendwa mtazamaji, katika kuelekea sherehe ya Mtakatifu Felix Wanola, somo wa jumuiya yetu, wanajumuiya wa Mtakatifu Felix Wanola waliweza kuandaa sala maalum au Triduum ambayo ilifanyika kwa muda wa siku 3. Triduum hiyo ilikuwa na lengo la kutuimarisha kiroho tunapojiandaa kuisherehekea sherehe hii ya somo wetu au somo wa jumuiya yetu. Triduum hii ilifanyika kwa muda wa siku 3, na katika siku hizo zote 3 zilikuwa na dhima mbalimbali. Siku ya kwanza ilikuwa ni juu ya historia ya Mtakatifu Felix Wanola, lakini siku ya pili ilikuwa ni fadhila alizoziishi Mtakatifu Felix Wanola. Maisha ya Mtakatifu Felix Wanola ambayo yalikuwa yamejikwa na fadhila nyingi. Leo tuzitazame kwa undani fadhila hizo. Mtakatifu Felix Wanola ambaye tuliambiwa aliishi karne ya 3 baada ya Kristo, alikuwa na imani thabiti kwa Kristo. Moja kati ya fadhila kubwa aliyokuwa nayo ni imani thabiti kwa Kristo. Na siku ya 3 tulitazama maisha ya Mtakatifu Felix Wanola, fadhila zake na uhusiano wake kati yake yeye na Mtakatifu Gaspari del Bufalo. Lakini jambo la 3 ambalo lina mfanano kati ya hawa watakatifu wawili ni huduma kwa waliokuwa katika hali ngumu. Mtakatifu Felix Wanola yeye aliwahudumia Wakristo waliokuwa wanateswa na waliokuwa wakikata tamaa, waliokuwa wapo katika mkato wa tamaa. Lakini pia hali kadhalika kwa Mtakatifu Gaspari del Bufalo, yeye alijulikana kama mtume wa wafungwa na watu waliotengwa. Hivyo akahubiri kwa matumaini. Alienda kuwahubiria hao matumaini, lakini pia alienda kuwahubiria toba na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi Mtakatifu Felix Wanola na Mtakatifu Gaspari del Bufalo walichagua kwenda kwa wale ambao walikuwa pembezoni na waliokuwa wametengwa na jamii zao walizokuwa wakiishi pamoja. Basi haya yanayoonekana ni baadhi ya matukio yaliyofanyika katika sala hiyo maalum au Triduum katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo. Hatukuishia hapo. Shamra za maandalizi ya sherehe hii ya Mtakatifu Felix Wanola iliambatana na michezo mbalimbali. Katika jumuiya kubwa ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo kuna michezo mikubwa miwili ambayo kwa namna moja au nyingine inatuweka waseminari katika hali nzuri ya kiafya na ya kimwili. Basi mashindano yaliyoandaliwa yalikuwa ni mashindano ya mchezo wa volleyball na mchezo wa football au mpira wa miguu, na yote yalifanyika vizuri na washindi wakapatikana. Kilipigwa na watu kweli wakapigika. Basi haya ni baadhi ya matukio ya michezo hiyo iliyoweza kufanyika. Tutazame na tuone kwa ufupi kilichotokea, na washindi walipatikana na zawadi basi zinatolewa.
Shangwe, 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 tumshangili Mtakatifu Felix Walola, shuhuda wa imani, ni nyenyekevu wa kweli. Tuombe mbele ya Mungu wetu. Ewe Felix, mtumishi mwaminifu, uliyeishi kwa upendo na sadaka, uliteswa kwa jina la Kristo Yesu, lakini hukutikiswa na hofu wala mateso. Ulilinde jumuiya yetu, seminari yetu, utuongoze katika utume wetu. Tuwe na ari na upendo kwa watoto walio katika mazingira magumu. Tuishi fadhila zako Baba Felix. Ulipenda maskini na wahitaji, uliwafariji waliovunjika mioyo, ulinena kwa matendo kuliko maneno, ukimtangaza Kristo kwa maisha yako. Tupe moyo wa unyenyekevu, tupe imani isiyoyumba, tujifunze kumpenda Kristo kwa dhati kama wewe, Mtakatifu. Leo tunaposherehekea sikukuu yako, tunainua sauti zetu kwa shangwe. Tuombe kanisa na waamini wote, ili tuishi kwa uaminifu hadi mwisho. Enyi watakatifu Felix Wanola na Gaspari del Bufalo, mtuombe sasa na daima, ili nasi tuishi fadhila zenu na tufike mbinguni, tukimtukuza Mungu milele. Amina. Shangwe, shangwe, shangola, shangwe,
ya utume wa nje tunaofanya, jumuiya yetu inafanya pia utume wa ndani katika seminari yetu. Moja ya majukumu tunayofanya kama sehemu ya utume wetu ni kufanya usafi wa mazingira kuzunguka seminari yetu. Hii inatusaidia kufanya seminari yetu iweze kuwa safi na nadhifu muda wote. Kama Mtakatifu Gaspari alivyokuwa safi na nadhifu muda wote, basi nasi pia tuna jukumu hilo la kuweka mazingira yetu ya seminari yakiwa katika hali ya usafi na kuvutia muda wote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Frateri Christian Katushabe Joni wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu. Katika seminari yetu ya Mtakatifu Gaspari tunazo jumuiya ndogo 4, na mimi nipo katika jumuiya ya Mtakatifu Vicente wa Paulo inayofanya utume wake katika kituo cha wazee funga. Lakini kwa namna ya kipekee napendaga kushiriki utume katika jumuiya ndogo ya Mtakatifu Felix wa Nola ambao anafanya utume katika kituo cha watoto kule Mgolole. Utume huu naupenda sana kwa maana tukitambua kuwa tukitaka kuona mfano wa watakatifu tuwaone watoto, na tukikumbuka kuwa watoto ni marafiki wa Yesu. Hivyo tunaposherehekea sherehe ya Mtakatifu Felix wa Nola, basi nawakaribisha tumtafakari yeye aliyekuwa akiishi maisha ya kuwasaidia wahitaji. Tumwombe Mtakatifu Felix wa Nola ili atuombee nasi pia tuweze kuwa na moyo huo wa kuwasaidia wale wenye uhitaji wetu. Itukuzwe damu ya Kristo. Wapendwa watazamaji, nipende kuanza kwa kunukuu maneno maarufu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo. Twendeni tujifunze mahangaiko ya watu, twendeni tushiriki kubeba mizigo yao. Huu ni wito kwetu sisi sote kwenda kujibu kilio cha damu kwa watu mbalimbali. Kama Mtakatifu Felix wa Nola alivyofanya, alishiriki katika kuwasaidia maskini, alishiriki katika kuwasaidia wagonjwa, wahitaji mbalimbali, wajane, wafungwa. Nasi pia kupitia maombezi yake tumuombe ili nasi tuweze kushiriki katika kuwahudumia sio tu watoto bali wote ambao wana uhitaji, na kwa kufanya hivyo tuweze kufikia utakatifu kama yeye alivyofikia utakatifu. Mtakatifu Felix wa Nola, utuombee. La 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 la. Kama ingetokea watu kutuuliza eti wewe ni nani, tungesema wetwa Felix wa Nola, tena mtakatifu. Wetwa mtakatifu kwa sababu ya matendo yako bulibuli na maisha ya wakati wako yaliyojawa na utakatifu. Madahiro, daro, majinato na majikwezo havikuwa sifa zako, bali huruma, kujitoa, uvumilivu na unyenyekevu ndio zako sifa. Mateso ulivumilia, masikini uliwasaidia, wala vyeo hukung'ang'ania. Ama kweli wewe ndiwe Felix, tena mtakatifu wa Nola. Katika maisha yako yote, hakika Mungu alikujalia moyo wa ususuani, moyo wa kushinda vishawishi vibaya na majaribu yote ya kidunia, moyo uliokomaa kimaadili na uliojaa rajba ya kutafuta ya mbinguni, moyo usiokuwa na tamaa na usiokuwa na tukutiko la mambo ya dunia, moyo uliosikia vilio na sauti za watu waliopigwa na urumo,
Kwa hakika ulibarikiwa wewe, Mtakatifu Wanola. Ewe Baba uliye na huruma kwa maskini, ukae mbinguni sasa.